Maana mimi naomba kabisa Vice Chancellor na wote tuongeze hapa elimu. Lakini uzuri wa hapa elimu inakwenda upatikanaji wa nini? Kwa vifaa. Upatikanaji wa nini? Kwa hizo kondo. Upatikanaji wa nini? Kwa huduma ya ushauri na saha. Na moja kubwa ambalo tutaliongea sisi TACAIDS, TAMISEMI, lakini serikali nzima. Hizi mashine zimenunuliwa kwa fedha nyingi sana. Na kama alivyosema Vice Chancellor, lazima tuzifanyie matengenezo ya mara kwa mara. Lazima kuzikagua mara kwa mara. Kwanza kuhakikisha zinafanya kazi kwa ufanisi na usahihi, lakini kutoruhusu kuharibika. Sasa pia tumekuwa na udhaifu, tunanunua kitu na tukifanyia matengenezo mpaka tusubiri kimeharibika, halafu tununue kingine. Bana, hizi lazima tuhakikishe kabisa tunazifanyia ukaguzi wa mara kwa mara na matengenezo ya mara kwa mara. Lakini pia kuhakikisha kwamba hivi vifaa na hizi nyenzo, kama ni nyenzo sijui ni vifaa, zinapatikana. Na nahitaji elimu endelevu kwa wanafunzi na watumiaji, lakini pia nataka programu hii iwe ni programu endelevu. Na hilo ndio lengo kubwa la serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwamba wakati wahisani wanapunguza uhisani wao katika maeneo mbalimbali, kwa sababu mbali nao sisi iwe chachu ya kujitegemea zaidi. Mradi wa mashine za kugawa bidhaa za kinga dhidi ya VVU na UKIMWI, Digital Vending Machines DVMs. Mradi wa uwekaji wa mashine za kugawa bidhaa za kinga dhidi ya VVU katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA ulianza mwezi Januari 2026. Jumla ya mashine 2 za DVM zimesimikwa katika kampasi ya Edward Moringe na kampasi ya Solomoni Magangu. Mashine hizi zinatoa huduma za bidhaa za kondom za kiume, zana na vifaa vya kujipima VVU, HIV self-testing kits kwa masaa 24, siku 7 kwa wiki. Changamoto zilizobainishwa: 1. Uhitaji wa elimu endelevu. Wanafunzi wanaona aibu kuchukua kondom au hawana uelewa wa kutosha kuhusu umuhimu wa kinga. 2. Kutokuwepo kwa kondom za kike. Hii inapunguza ufikiaji wa wanawake katika huduma za kinga. Hivyo vitu vilikuwa vigumu kwa sababu ilikuwa ni ngumu kijana kwa kufanya maamuzi ya kwenda hospitali, ile uoga, na elimu pia ilikuwa ndogo kwa faida za kujua hali yako ya kiafya. Lakini kupitia hizi mashine itasaidia kwa sababu kijana kama zamani alikuwa na ule uoga kwenda hospitali kufanya vipimo, atakuja hapa atajipima yeye mwenyewe kwa siri na kuweza kujua hali yake ya kiafya. Inatusaidia sana kujikinga na maambukizi ya virusi vya UKIMWI na pia inatusaidia kujiepusha na mimba za hapa na pale. Tunashukuru